Katika mandhari ya magharibi mwa Kenya, maisha ya binadamu na asili yameunganishwa kwa kina. Kwa vizazi vingi, jamii za wenyeji zimejifunza kusoma mazingira yao, kila mmea, mnyama na mdudu ukiwa na maana yake. Miongoni mwa viumbe hawa, mchwa wana nafasi ya pekee. Zaidi ya kuonekana kama wadudu waharibifu, mchwa wamekuwa chanzo cha maarifa ya kilimo, chakula, riziki na ulinzi wa mazingira. Kuelewa mchwa ni kuelewa jinsi jamii zimeishi kwa maelewano na asili kwa muda mrefu. Kabla mvua haijanyesha, wazee huangalia mienendo ya mchwa. Wanapofungua matundu ya vichuguu vyao, huashiria kuwasili kwa mvua. Hii ni kwa sababu mchwa wenye mabawa hujitokeza wakati wa msimu wa mvua. Kwa wakulima, hii ni ishara muhimu. Mashamba huandaliwa na mbegu hupandwa kwa wakati sahihi, hivyo kuongeza mavuno na uhakika wa chakula. Mvua inaponyesha, mchwa wenye mabawa hutoka kwa wingi. Kwa jamii nyingi, huu ni wakati wa furaha. Familia hukusanya mchwa hawa ambao huliwa mbichi, kukaangwa au kukaushwa. Kwa kuwa na protini na mafuta yenye afya, mchwa hawa ni chakula cha msimu kinachothaminiwa sana na pia huuzwa sokoni kama chanzo cha kipato. Mchwa wasio na mabawa hukusanywa na kutumika kama chakula cha kuku, wakiongeza afya na uzalishaji wa mayai. Kwa wavuvi, mchwa ni chambo bora kinachovutia samaki kwa urahisi. Otu, ukienda tu mahali useme pale kwa lambo pale kwa damu, uchukue tu hiyo tu zile nyeupe na urushe kwa maji hivi, samaki zinakuja kubwa. Wewe unaweka tu ndoano na kuchota ule. Zaidi ya hayo, mchwa ni wahandisi wa asili. Hukusanya mabaki ya mimea, kuyavunja kupitia ufugaji wa fangasi na kurejesha virutubisho ardhini. Kutokana na vichuguu vyao, uyoga wenye lishe nyingi humea na kuvunwa na jamii kama chakula cha msimu. Udongo wa vichuguu vya mchwa ni imara sana. Kwa muda mrefu, umetumika kutengeneza vyungu, kupaka nyumba na kujenga. Leo, hekima hii ya jadi inaunganishwa na mbinu za kisasa kwa ujenzi endelevu na rafiki kwa mazingira. Kuanzia utabiri wa mvua hadi chakula, ujenzi na ulinzi wa mazingira, mchwa ni zaidi ya wadudu. Ni washirika wa kimya katika maisha ya jamii. Kuwalinda mchwa na makazi yao ni kulinda urithi hai na ni kukumbatia ukweli kwamba hata viumbe wadogo sana wanaweza kuwa na mchango mkubwa tunapoishi kwa maelewano na asili.